Mtazamaji, na asante sana kwa kuendelea kuwa nasi. Wewe binafsi umeshuhudia matukio ambayo yamekuwa yakijiri humo nchini. Tumeona viongozi wa siasa wakifurushwa sehemu tofauti, wengine wamerushiwa viti, wengine wamezomewa, wengine wameelezwa kwamba hawatakikani mahala popote. Tumeshuhudia visa kadhaa juma hili, nilivyotangulia kusema. Tuliatwa na kufikishwa mahakamani mbunge Peter Salasya. Tuliona vurugu iliyoshuhudiwa katika kaunti ya Trans Nzoia. Tukamsikiza aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua akisema kwamba kuna njama ya kumtilia sumu. Tumeshuhudia matukio ambayo yamefanyika kati ya Kenya na Tanzania juma hili, ambayo vile vile anajikita katika ulingo wa siasa. NCIC jana wakitangaza kwamba wanamtaka Rigathi Gachagua kufika mbele yao baada ya kudai kwamba huenda kukashuhudiwa ghasia za baada ya uchaguzi mwaka 2027 endapo hautathibitiwa. Ghasia ambazo alisema anadaiwa kusema zitakuwa mbovu kuliko zilizoshuhudiwa mwaka 2007. Je, kweli haya matukio yanafanyika au tumekuwa ni watu ambao hatuna kuvumiliana? Hatuna ile hali ya kuvumiliana. Ni takriban mwaka mmoja unusu kabla ya uchaguzi mwingine, au tuseme miaka miwili. Je, nini ambacho kinachangia hali kama hii? Tutumie jumbe zako, tutakuwa tukizisoma. Nambari ni 22151 bila malipo yoyote. 22151 kwenye mtandao wa X @ZubeidaKananu @KTNNewsKE. Tutakuwa tukisoma kauli zako. Kabla nikutambulishe kwa wageni, tuelekee kwa mwanahabari wetu Kimaku Chege, ambaye anatueleza viongozi wa kisiasa wanazidi kupata na kujipata katika hali ngumu ya kuzomewa wanapojaribu kuhutubia mikutano ya hadhara. Ndio umekuwa mtindo unaojirudia katika majukwaa ya kisiasa. Lakini je, nini haswa kinachosababisha kuzomewa na suluhu ya kuzomewa huko ni gani? Mwandishi wetu Kimaku Chege amezungumza na wakazi wa kaunti ya Kiambu na kutuandalia taarifa ifuatayo. Ni hali iliyoshuhudiwa katika mikutano kadhaa ya kisiasa, viongozi wakizomewa, hotuba kukatizwa na kelele za wananchi, na mara nyingine vurugu kushuhudiwa, hususan pale kiongozi anapokuwa na upinzani au wa upande usioungwa mkono na wananchi wa eneo husika. Kulingana na wakazi kutoka kaunti ya Kiambu, ukosefu wa ajira na matumaini kwa vijana umechangia pakubwa hali hiyo, huku wengine wakisema kuwa vijana wengi hutumiwa visivyo na wanasiasa. Aidha, pia kelele na kutovumiliana ni hasira za wananchi dhidi ya viongozi waliotoa ahadi za maendeleo ambazo hazijatimizwa. Kwa sasa kuna milengo miwili. Kuna milengo ya upinzani na kuna ile ya serikali. Na sana sana kuna mambo ya tuseme saidi vijana wakigojea kama kuna kazi ambao wameelezewa watapata. Ikiwa wanasiasa wanakuja kuelezea mambo ya ajenda za serikali na iwe moja yapo ni kutafutia vijana kazi, na hata akielezea hakuna kazi, vijana unawaona bado wagali wanatapatapa bila kupata kazi. Hiyo ndi jambo moja linasababisha kelele ya watu. Wananchi wengi wanahoji kampeni za kisiasa zimeanza mapema mno, jambo ambalo limeongeza mvutano na kuchochea chuki miongoni mwa wafuasi wa vyama tofauti. Kuna mambo ya kurushiana maneno kutoka pande hii kuingia pande hii, utakuta kelele inapatikana. Ilianzia mapema sana. Uchaguzi uko miaka miwili mbele. Kutoka upande wa serikali ni wanaendelea kufanya kampeni. Upande wa upinzani ama wale wanatafuta nafasi katika uongozi pia na wao wameanza kampeni. Hii inachoza watu kwa sababu ni mapema sana. Hii inaweza sababisha mambo kama haya. Wakazi wanataka kila mrengo uwajibike inavyofaa kwa utulivu na kupunguza joto la siasa na kampeni za mapema ili kuleta amani miongoni mwa wananchi na viongozi pamoja na uwiano humu nchini. Joto la kisiasa lipunguzwe kwanza kidogo ili sisi wanarika tufaidike kwanza na development kwanza. Kwa hivyo serikali itulie na iendeshe kazi yake, igoje wakati wa kufanya kampeni ama kuomba kura. Ikiwa ni namna hiyo, nchi itatulia na sisi tutaendelea na kazi yetu. Maoni kutoka kwa wananchi yanaonyesha kuwa kutuliza siasa kali na kufanya kazi kwa utulivu ni njia moja ya kurejesha amani ili taifa lipige hatua la kimaendeleo. Kimaku Chege, KTN, kaunti ya Kiambu.
Naam, shukrani sana Kimaku. Masuala ambayo yameibuka pale, kuna swala la ahadi za uongo, vijana kutumiwa vibaya na siasa za mapema. Je, wewe binafsi unadhani nini ambacho kinachangia viongozi kuzomewa, au hizi siasa za kutovumiliana zinaletwa na nini? Kando yangu ni wakili Ishmael Nyaribo. Umewahi kuzomewa katika mkutano wowote? Mara kwa mara. Unahisi vipi ukizomewa? Hauwezi kuhisi vizuri kwa hakika, unakuwa na ile aibu, lakini ukweli ni kwamba unajua kama umesomea maneno ya kuelewa vile wananchi wako na haki, unaichukulia tu kawaida. Barak Muluka, mweledi wa masuala ya siasa na uongozi, ni jambo jipya kulishuhudia humo nchini hili? Hapana, silo jambo jipya hata kidogo. Hata mwaka wa 69 Rais Jomo Kenyatta alizomewa kule Kisumu. Shikilia hapo hapo. Tuko naye vile vile Esther Waringa ambaye ni mwanasiasa. Asante sana. Wewe kama mwanasiasa umewahi kuzomewa? Unajua sana kusoma mood ndio ujue yale ambayo utayasema kama yatawaridhisha ama bado. Nafikiri wananchi wa Kenya wamekuwa wazuri kwa kina mama, and I hope they will keep the standard. Lakini tunasema kwenda mbele, nchi ni lazima tukue pamoja, na tukumbuke bado hatujaingia siasa 2027. Kama saa hii tunaona nchi karibu kuchomeka because vile watu wanadharauriana, hawana hizo umesema siasa za kutovumiliana. Na je, 2026 2027 inakuwa namna gani? Kwa hivyo wacha tu reduce on political temperatures, wacha tupatiane space for umoja, upendo na amani katika Jamhuri ya Kenya. Diposa sasa 2026 2027 tutakuwa tunaenjoy amani ya kudumu katika nchi. Na bila shaka, na wengi wamesimulia pale katika taarifa ya Kimaku Chege wakili, wanasema tumeanza siasa za mapema na ndo zinaonekana kuwakera wananchi. Na kwa kuambatanisha na kile Esther amesema, unadhani kuna sababu ya kuwa na wasiwasi kama taifa tunaposhuhudia matukio kama haya ambayo yanaendelea? Unajua kabla tuja hapa tulikuwa pale nyuma tunaongelelea habari ya historia ya Kenya na vile mambo yote ni kana kwamba ni kizungumkuti ambacho kilianza wakati ya independence. Sasa hii maneno ya kusema eti watu wameanza kukampeni, ikianza saa hii, mambo ilianza 2014 hapo. Baada ya ule uchaguzi wa 2013 watu walianza kufanya kampeni. 2027 ikabidi Uhuru akambandika ule wakati huo alikuwa vice president, ni president wetu, akamwambia wacha kutangatanga, kwa sababu watu wanaanza campaign day one. Mtu akishaingia ofisi anaanza campaign. Kwa hivyo hatuwezi kuwalaumu wananchi Zubeida, kwa sababu wananchi ni watu ambao wanafuata mfano, wanahiga viongozi. Na viongozi akichaguliwa leo na anarudi kiwanjani kwenda tena kuambia watu maneno, kuwatupia, kukashifu wale viongozi wengine. Sasa hiyo ni campaign. Na umeona pale vile wananchi wanasema si vizuri. Hili ni jambo la kukera watu, kwa sababu throughout 5 years watu tu wanafanya campaign. Kwa hivyo hatuwezi kuwalaumu vijana saa hii, hatuwezi kuwalaumu wananchi. Wananchi ukipita na gari umepanda juu, katokelezea juu, unataka kuwasalimia, wananchi wako tayari, wako kwa shamba zao, wako pale kwa barabara, watakusalimia. Lakini hiyo ni campaign. Kwa hivyo hii muundo wa kukampeni mapema kwa kweli ulianzishwa na rais wetu, na hii ni jambo linaeleweka vizuri sana. Kwa hivyo watu wakifanya, angekuwa mkarimu sahihi awaambie ndio nilikuwa nimefanya hii mambo, lakini kwa sasa tusifanye siasa, watu wote wangewacha. Lakini kwa sasa watu wanaiga viongozi wao kwa kwenda kwa kampeni kila mara. Na Barak umesema si jambo la kwanza kushuhudiwa, ni kitu ambacho kinajirejelea tangu enzi za ukoloni. Na umenikumbusha taarifa tulioandaa siku chache zilizopita wakati rais alidaiwa kurushiwa kiatu. Wengi wakasema hata rais wa mwanzilishi wa taifa vile vile alizomewa na kurushiwa, lilikuwa yai. Hebu tueleze huu mtindo, chimbuko lake ya swali lilikuwa ni gani, na iwe vipi zaidi ya miaka 60 baadaye bado taswira hiyo inajirejelea? Tuseme asante sana. Tuseme kwanza kwamba kuna kampeni za chini kwa chini ambazo ni kawaida. Kila serikali inayochaguliwa huanza kampeni zake kwa mtindo wa chini kwa chini. Na huwa ni mtindo wa utenzi wa kazi. Wanafanya kazi, wanatekeleza maagizo yao na wanazindua miradi mbalimbali. Miradi ya ukweli, sio visingizio, miradi ya urongo. Ile unaenda kudanganya kwamba umezindua mradi, lakini hakuna mradi, ni kampeni ambazo unazifanya. Na kwa upande mwingine wale walio kwenye upinzani
nao huangalia yale yanayojiri katika serikali na kuweza kuwa ni kama makachero, ni kama askari, ni mabawabu, wanaangalia na kuthibitisha kwamba serikali inafanya kazi ipasavyo. Hiyo ni tofauti na kule kuzunguka tunakokuona sasa, watu wazunguka huku na kule, na rais mwenyewe yuaomba kura. Ukimsikiza utaona kwamba anasema mtasimama na mimi. Hivyo ni kuonyesha kwamba ameanza kampeni. Na ukienda hata kwenye sehemu zake mpya ambazo ameanza kupata ubabe mpya, kwa mfano sehemu ya Nyanza, utapata kuna wale ambao wameweza kupewa vyeo katika baraza lake la mawaziri, na wengine kutoka katika hayo maeneo wamwambia waziwazi kwamba tutakuunga mkono mwaka wa 27. Hivyo ni vitu vipya ambavyo vile ambavyo amesema Nyaribo vilianza baada ya mwaka wa 17. Tuseme mwaka wa au tuseme tu hata mwaka 2010, vile yule Kofi Annan alipeana ile bahasha iliyokuwa na majina ya wale ambao walishtakiwa kwenye mahakama ya ulimwengu ICC. Kampeni zilianza wakati huo. Zilianza ni kama maombi. Na kwa upande mmoja alikuwepo Uhuru Kenyatta na William Ruto wakisema kwamba wanafanya maombi, lakini zilikuwa ni kampeni. Kwa upande wa pili kukawa Raila Odinga, naye akaanza kampeni zake. Na hapo katikati kulikuwepo pia Kalonzo Musyoka ambaye alikuwa anazunguka huku na kule, hasa katika mataifa ya kigeni, akiwafanyia Uhuru na Ruto kampeni. Na tangu wakati huo hadi pale tulipo hatujawahi kusitisha. Kwa upande wa kuzomeana na kurushiana vitu, ni kwa kiasi fulani ni jambo jipya. Jambo jipya kwa kusema kwamba tulikuwa tunaona katika enzi za zamani wale waliokuwa wakigombea viti tofauti tofauti walikuwa wanashiriki katika jukwaa moja. Wewe unapeana hoja yako, nasi twakusikiza, kishamaliza waketi chini, wa pili yuasimama naye yuatoa hoja yake. Ilikuwa namna hiyo. Lakini siku hizi ni watu kuingia hata mahali patakatifu kanisani wakiwakashifu wenzao na kuwatolea matusi na maneno maovu maovu. Licha ya hayo nilivyotaja pale mbeleni, Rais Jomo Kenyatta aliweza kurushiwa mayai yaliyooza kule Kisumu tarehe 25 Oktoba mwaka 1966, na yale yaliyofuata yalikuwa ni maafa. Tutarudi hapo kwa sababu wengi wameanza kuingiwa na wasiwasi kwamba endapo hatutaweka tahadhari, huenda yale maneno aliyoyasema Johan Kriegler baada ya machafuko ya mwaka 2007, endapo hayatatiliwa maanani, huenda tukawa ni wakujuta. Esther, wewe binafsi ukiwa katika ulingo wa siasa, unadhani siasa za Kenya kweli zimekomaa? Kweli katika matukio ya awali ambayo tuliyashuhudia, Baraka ametoa mifano, tunajifunza au ni watu wa kuishi siku baada ya nyingine bila kuyatafakari yale ambayo wakati mwingine yanatuweka kwenye hatari? Je, unaweza kuridhika na kusimama jukwani na kusema kweli siasa za Kenya zimekomaa? Zubeida, siasa za Kenya hazijakomaa. Na ni mzuri kama sisi viongozi tunaweza soma kutoka zile nchi endelevu ambazo zinaingia katika uringo wa uchaguzi, and within a short time serikali ya nchi fulani unaona inarudi mara moja kwa kupatia wananchi wa hiyo nchi kazi. For example, tumekuwa na uchaguzi pale United States na tukaona wamefunga. I'm not talking about who is the president. Naongea kuhusu zile siasa zilikuwa katika United States. Walifanya siasa, wakachagua rais, wakarudi makazini. Sasa United States hakuna siasa tena. Ni kazi inaendelea. Kila mtu ako na shughuli zake. Look at Canada. Recently, I think last month, wakafanya uchaguzi pia. Prime Minister akaingia. Sasa Canada imerudi katika uendelezaji ama maendeleo ya nchi. Nchi ya Kenya
ni 2022 tukafanya elections, na kutoka wakati huo mpaka sasa siasa kila siku. Zubeida, kwa nini hatusomi na zile nchi endelevu? Kwa sababu kama tunataka maendeleo, we must run away from politics 24/7, kwa sababu hizi siasa za kila siku. Na ndiposa wakumbuka Zubeida, siku moja nikasema Kenya bila uchaguzi. Manake hizi chaguzi kila siku tunakura uchaguzi, tunakunywa siasa, tunavaa siasa, and then ile inaendelea sasa. After that ni kupoliticize kila sekta ya economy. Elimu, angalia, tuko na siasa katika elimu. Hata tunaambiwa hakuna pesa za kufanya za exams. Ona kilimo after hii fertilizer ambayo ilikuwa fertilizer mbovu, sasa kilimo sasa imerudi chini. Angalia mabarabara, angalia health, politicizing every aspect of government. Ati rais anapoenda chini ama serikali inapoenda chini kwa wananchi, ile wanasema maendeleo huwa it's conformed with the political alignment. Na hiyo ni kitu mbaya sana katika nchi yoyote. Na angalia nchi ya Kenya siku moja ambayo tutafanya elections, na immediately tunatoka kwa elections tuna focus on water, tuna focus on elections, education, tuna focus on agriculture, industrialization. Sahi, Madam Zubeida, kama nchi ya Kenya ni vibaya sana kuwaona viongozi juu ya magari wakati wa siasa uliisha. Sahi tungeona siasa, tungeona viongozi wakiwa na wananchi mashinani wakisema hii ndio mbegu mzuri ya kupanda katika hili eneo. Tungeona viongozi wakiwa pale mashinani wakiongea na walimu katika mashule. Right now education is in a crisis. Na hii sio mambo ambayo tutasema tukiwa juu ya magari. Zubeida, wananchi wa Kenya hawakuangi na kazi ya kufanya. Kila siku tunaona Wakenya wamejitokeza kule kwa maduka kule katika centers wakifanya wakiwaunga wanasiasa mkono, ama wakiwa na wasiasa, ama wakihudhuria mkutano wa wanasiasa. The people of Kenya, don't we have work to do? 24/7 we are a political country. This must stop. We must focus on development for once. We just have to focus on Esther, ameraise point kubwa hapa, eti kwa nini basi tunafanya hii siasa kila mara? Na jibu ni very simple. Kama umeshinda uchaguzi na umeingia kwa ofisi kama mbunge, haja yako ya kueleza watu ya kwamba nimeshinda, unajua hakuna haja uende kueleza watu ya kwamba nimeshinda kura. Kama umeshinda kura kama president ama chama cha tawala cha Kenya Kwanza, hakuna haja tena urudi kuambia mimi nimeshinda. Kwa hivyo shida kubwa niliona mzee senior citizen Kagwanja. Abana si Kawanja. Niliona senior citizen huyu wa Royal Media, huyu Macharia, sorry, akielelezea vile kura iliibiwa. Mimi sijasema, yeye mwenyewe alisema walienda hapa ikaibwa na ikaibwa. Kwa hivyo shida kubwa ni wizi wa uchaguzi wetu, elections. Na ndio unaona wale wanaelewa wameanza kelele ya mapema, wanasema msijaribu kuiba kura. Kwa hivyo siasa zetu zinaendelea mara kwa mara. Mimi naonelea ni kwa sababu watu ambao hawajashinda kura wanaingia ofisi, na wakiingia ofisi sasa linawakera, yani linawalazimisha eti wacha niende niwaonyeshe watu mimi mwenyewe ndio niko popular. Kwa hivyo hii elections lazima iwe ni chombo cha kuhalalisha demokrasia, badala ya kusema unaongoza kwa kihimla, yani unaongoza kwa mabafu ama unalazimisha watu kufanya jambo fulani. Mimi naonelea kwamba shida kubwa ni kutoshinda kura na kuiba kura alafu unarudi kwa watu kuonyesha uongozi wa kihimla. Hii ndio sababu tunafanya elections immediately, ikikwisha tena tunaanza kufanya. Lakini si kwamba hatuwezi kudhibitisha kweli kama mtu fulani alishinda ama hakushinda, kwa sababu sisi hatuna ule uwezo wa kuangalia zile kura tukajua nani alishinda. Lakini tumeona viongozi wa tabaka mbalimbali wakizomewa katika mikutano tofauti. Muluka amefanya hii kazi sana. Wawe ni wanasiasa, wawe ni nani, wanazomewa kila sehemu. Muluka, hiyo elections utaongelelea, but ukweli ni kwamba
tusichambue kwamba nani alishinda ama No, sio hivyo, sitaki thibitisho la ni nani alishinda ama nani alishindwa. Wakili Subira unanikata, lakini ukweli ni kwamba watu wanajua unajua kura hatuwezi kuchambua nani alishinda 2022 ama 2017, hayo yamepita kweli. Lakini jambo ambalo tuna insist ni kwamba elections ikuwe free and fair. 2027 tunasema elections ikuwe free and fair. Hii maneno ya kutafuta yani side show, unashika huyu unamwambia ameiba milioni moja, huyu mwingine ameongea hivi. Openly tangaza ya kwamba hakuna wizi wa kura utafanywa. Tukisikia hayo maneno kutoka kwa kinywa cha president wetu na deputy president na wale viongozi wakuu, hakuna mtu ambaye utaona tena ana wasiwasi ama kusema ama watu wachocheane. Shida kubwa ni viongozi wakubali ya kwamba hii elections inayokuja ikiwa sawa sawa, sisi tutatia. Kwa hivyo kile ambacho kinazomewa, kwa sababu Baraka amekutaja kwamba unajua ile unaambiwa kwa sababu nimetajwa acha nijibu. Tumeona amefanya elections, that's what I mean. Ulingo na mtania tu kwa sababu umekuwa katika huu ulingo kwa kipindi kirefu. Haswa kiongozi anapoenda sehemu fulani, iwe ni mbunge, iwe ni MCA, iwe ni nani, ameenda sehemu fulani na akazomewa, akarushiwa viti na kadhalika. Ni kwamba bado tumejikita katika zile siasa za ngome, kwamba hii ni ngome ya mtu fulani, hauwezi kuingia. La pili kwamba hatukubaliani na kile anachokiuza, au ni mtu fulani ambaye hatukubaliani naye, au haswa kwa mtazamo wako unadhani nini ambacho kinachangia kwamba bado tunaendeleza siasa za kutokubaliana humo nchini? Nafikiri kuna vitu viwili hapo tofauti ambavyo ni lazima tuvitofautishe. Cha kwanza ni zile kampeni za mapema. Tuziweke kwenye pembe moja. Na cha pili ni kule kutoweza kuvumiliana wakati wa kampeni uwe umefika uwe hujawadia. Kuna kule kutovumiliana. Na hivi vitu vya kutovumiliana nikivizungumzia hivyo kwanza ni vitu ambavyo vinatokana na ukweli kwamba muundo wetu wa serikali na itikadi yetu ya serikali tangu uhuru hadi kufikia mahali ambapo tupo imekuwa ni serikali inayochukua taswira ya upunjaji wa mali ya umma kwa wale ambao wamepata kuhudumu katika ofisi za kitaifa, na kwamba wanapofika pale wanafanya wananchi hasa kutoka maeneo ambayo ni ngome zao kuwa ni kama silaha zao. Pia wanachukua taasisi za kitaifa ambazo zinahusika na mambo ya kupambana na uhalifu na makosa ya jinai kuwa pia ni kama silaha zao. Na hata ikulu yenyewe pia inakuwa ni kama silaha. Na ni silaha za kuweza kuwanyamazisha wale ambao wanakuwa ni kama mabawabu nilivyotaja hapo mbele, wa kuweza kusimamia ukweli, wa kuweza kusimamia uongozi wa kidemokrasia na kuweza kusimamia uongozi ulio na maadili na ambao unakiuka ufisadi. Hivyo basi wale wanaopambana na ufisadi, wale wanaopambana na wizi, wale wanaopambana na uimla ndio wanao sasa tajwa kuwa ni maadui wa taifa, na serikali ambayo imechaguliwa au ambayo imefika mahali ambapo wale wamechaguliwa wanafika inatumia kama asasi za kitaifa za kupambana na ufisadi na wizi na uhalifu kama silaha, na kwa upande mwingine inawatumia raia pia kuwa ni silaha, na wanachora mipaka na kusema kwamba hapa hivi hamtakubaliwa kuja hapa na ajenda zenu. Ndipo mnapoenda huko kufanya kampeni, mtarushiwa mawe, mtapigiwa makelele, mayowe, na hamtakubaliwa kufika huko. Twakumbuka kwamba mwaka wa 1991 tulipozindua upya siasa za mfumo wa vyama vingi, kulikuweko yule Wilson Leitich kule Nakuru
aliyekuwa mojawapo wa wababe wa chama cha KANU alotangaza kwamba iwapo yeyote atakuja hapa na aweze kutuonyesha ishara ya vidole viwili ambayo ni kuonyesha ishara ya siasa za mfumo wa vyama vingi, hivyo vidole vyake tuweze kuvikata. Na tutakumbuka kwa mwaka huo huo, baada tu ya kuidhinishwa kwa mrejeleo wa siasa za mfumo wa vyama vingi, kulikuwa lile azimio lililotolewa Kapkatet kule Kericho likisema kwamba hili eneo tumelifunga na hatutaruhusu watu wasio wazalia wa eneo hili au wasio katika chama chetu kuja huku. Na kilichofuata zilikuwa ni ghasia na mauaji. Mwaka wa 92 wote ulikuwa na kampeni mbovu ambazo zilikuwa na umwagaji mwingi wa damu. Tuweza kuzipata katika ripoti ya tume ya Akiumi ambayo baadaye iliidhinishwa kuweza kuchunguza ni nini hasa kilichotendeka, na ripoti ambayo ilitolewa na jaji Akiumi iliweza kupotea tu. Yale ambayo ilipendekeza yalipotea tu. Kukawa tume ingine ya Kiliku kule Pwani ikapotea tu. Tukawa na tume ambayo ilikuwa ni tume ilijitaja kwa tume ya maridhiano na ukweli na maridhiano, na vimepotea. Itabidi tuweze kurudi katika hizo tume na kuweza kuyashughulikia yale yaliyozungumziwa mle ndani. Tatizo limekuwa ni kwamba wale wanaostahili kuongoza katika kuvitumikia vile ambavyo vimependekezwa huko ndio walio uongozini, na ndio pia wametajwa katika zile tume kama wahalifu wakuu. Na mtazamaji, wewe hisia zako ni gani? Unadhani nini ambacho kinachangia hizi siasa za kutovumiliana, na suluhu itakuwa ni ipi tunapohesabu miezi tu kabla ya uchaguzi mwingine? Wewe unadhani suluhu itakuwa ni gani na chanzo haswa ni nini? Tuelekeze hisia zako, tutakuwa tukizisoma. Nambari ni 22151 bila malipo yoyote, na kusihi siende mbali. This May, unlock a year of trusted news, in-depth analysis, and premium content from The Standard. Subscribe to the e-paper and The Standard Insider and get 20% off your yearly subscription. This is your opportunity. Access the essential news and analysis at a valuable price. Subscribe today to standardmedia.co.ke. You are what you read. Offer ends May 31st. In a city of passing lights, some people are just meant to be. It's how we fall in love and keep on chasing on the edge of destiny. We grew up being two different worlds, but now we share one dream. Everything changes, we never change. Tomorrow is promised. Let's join home for you and me. Hello plants, we are here, Art of Living. We got visitors. I don't have pets yet, so I guess these are my pets for These now. are your pets for now. Every time you create art, you are pretty much almost exposing yourself, because you're exposing your taste, what you're into, or where your mind is in that moment. The lamp is digital. Yeah, the bulb inside. The bulb inside is digital. Yes. Hey, 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 Art of Living. They're always like hidden in places. So when I have like friends over,
it's good to see them trying to find the others because they're all over the place and they are doing like different things. Oh, they're doing different things. Yeah, all of them are there doing different things. Oh my word. That is so cute. Your health, your questions, our mission. So what do you look out for? Health Digest, your trusted guide to living better, longer and healthier is back. And it is bigger and better. So we just gonna carry on with the treatment. From cutting-edge medical breakthroughs to everyday wellness tips, we uncover the facts, bust myths, and bring you expert insights that matter. Our target for tuberculosis is to make treatment much easier. Whether it's fitness, nutrition, mental health, or medical advancements, we break it down in a way that's easy to understand and act on. Stay informed, stay empowered. Don't miss Health Digest with Gloria Milemo every Saturday at 9 p.m. only on KTN, where your health is our top priority. We are back at it. Two men, born with the same chances, but shaped by different choices. This land will be destroyed. Brace yourself for an epic journey through the pages of the Bible as we bring you the gripping tale of the rich man and Lazarus. Stop! You imposter! Get out! You false prophet! Intertwined with other powerful biblical stories, our friendship once unbreakable, now poisoned by betrayal, greed, and desire. You cannot get married to that woman. And who are you to tell me what I can and cannot do? But beyond the veil of life, death stands waiting. One man will suffer in the flames of torment for eternity. The other will find everlasting peace in the arms of Abraham. Father Abraham. Who will fall? Who will rise? It's more than a story. It's a revelation. An extravaganza like no other. Only on KTN. Karibu tena mtazamaji, leo tunaangazia siasa za kutovumiliana. Tumeyaona mengi yakishuhudiwa humu nchini. Inakuwa kwamba hata watu wanaingiwa na uoga wakisikia wanasiasa wanakuja sehemu zao kwa sababu hawajui kutatokea nini. Sasa hivi kila wakati kukiwa na mkutano wa hadhara watu wanaingiwa na uoga. Dada Esther, nije kwako na nifuatilize kile ambacho Baraka amekisema kwamba kuna matukio mengi ambayo yanafanyika ambayo yanaleta uoga sana humu nchini. Lakini kwa upande mwingine ndio tutarejelea lile la ripoti kwa sababu kumekuwa na ripoti kadhaa ambazo hazijatekelezwa. Sijui kama ni nia haipo ama ni vile ambavyo Baraka ametaja pale. Upande mmoja nia haipo ama wale wanaostahili kutekeleza wametajwa kwa zile ripoti, kwa hivyo labda hawataki kuzitekeleza kimakusudi. Sijui wewe hisia zako ni gani? Na vile vile kuna asasi nyingine ambazo zimebuniwa ambazo zinastahili kuwa zinathibiti hali. Zinafuatilia, zinachunguza, zinaona hatari iko wapi na kuchukua hatua. Je, zenyewe pia zimewezeshwa namna ambavyo inastahili au zenyewe pia hazina ule uwezo au ni nia hakuna ya kuweza kudhibiti hali matukio kama haya yanapotokea? Nafikiri dada yangu Zubeida, katiba ya Jamhuri ya Kenya imepatia hiyo nafasi ya independent organs of government to enjoy and implement and execute the independence kama judiciary, EACC, DCI or DPP, hizi zote. Lakini na pia tungependa kuziongeresha hizi kwa sababu najua wanatusikiza that kama tunataka kuendelea mbele kama jamhuri, ni lazima turudi kwa katiba ya Jamhuri ya Kenya. Imesemaje kuhusu hizi organs za serikali ambazo zinahitajika kuwa independent, very neutral,
very very neutral, ndio ziweze kuendeleza nchi na kuensure that ile mambo ambayo inahitajika kuangaliwa ambayo itabenefit mwananchi inaangaziwa. For example, the judiciary, the EACC, the DCI, ODPP, hizi ni organs ambazo kamwe hatungeweza kuona zinapiga siasa. Na pia in National Intelligence Service, Kenya Defence Forces, these are some of the agencies ambazo hata sasa wananchi wangependa kuona you organs, the independence ambayo mmepewa, nilisahau katiba, na katiba ya Jamhuri ya Kenya mkizifanya, kwa sababu most of these organs, dada yangu Zubeida, zimekuwa politicized, zimekuwa zikiimba wimbo wa siasa, na hiyo ndio imefanya nchi tukue penye tuko. Are you able from now, please, all these organs to exercise your independence? Because kama nchi tukiendelea vile tunaendelea, ya kwamba kila sehemu na kila organ ya serikali inaiba siasa kila saa, then who is there to ensure that the constitution of Kenya is upheld? Najua kuna sehemu na kuna wakati ambao judiciary huwa inasimama kidete, lakini at some point bado unaona siasa zinaingia. Kwa hivyo, na nimekuwa nikisema for the longest time that the day we shall, allow me to say this in English, the day we shall depoliticize the independent organs of government, we shall progress as a country. Tuweke siasa kando, siasa zinakimbia zikiwa siasa, lakini the development agenda ya serikali isimame ikiwa development agenda ya wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Sasa wananchi wamefika pahali they are confused because they expect the independence of the police service. Dio sasa the police service iwe inaajibika kulinda wananchi wa Jamhuri ya Kenya. Pia EACC, we expect EACC inasimama ikiwa kidete, ikiwa independent, ndio iweze kushughulika na mandate ya Ethics and Anti-Corruption Commission and the DCI, the Directorate of Criminal Investigations. These are agencies ambazo going forward we would like to see your independence, kwa sababu na pia IBC, Independent Electoral and Boundaries Commission, going forward, kwa sababu we are just about 2 years to general elections. Tusipoona the electoral reforms, and one of the progressive electoral reforms ni kuona independence ya Electoral Commission, because the problem, bila my brother amesema hapa, ni ya kwamba kila after uchaguzi tunasikia kuna kuiba kura, tunasikia kuna mrengo ambao unasema sisi ndio tulishinda, sisi ndio hatukushindana, sisi ndio serikali. So for all this confusion to come to an end, ni lazima Independence Commission kutoka sasa msimame kidete. Say no to political influence. Yeah. Wacha tusikie as I wind up. Wacha tusikie EACC wakisema no to political influence. IBC waseme, because it's coming up, no to political, especially IBC, no to political influence. The same case as judicially, because they also handle petitions pertaining to elections. Kwa hivyo ni lazima okay, lazima tuende mbele kama nchi na kuheshimu katiba, ensuring that independent organs of government remains independent. Thank you. Na bado wakili, ukiambatanisha na kile ambacho unataka kukichangia kwa hilo swala la Esther, kumekuwa na mambo mengi. Tunafikiria Baraka Maibua tulipokuwa tukielekea mapumzikoni, wakati Wakenya wameona kwamba kuna mapungufu sehemu fulani, ndio kuna wale wanaenda katika mikutano ya hadhara wanawazomea wale viongozi, na sijui kweli wanasiasa kama wanasikiza ama wanasoma ile mood kuelewa ni nini hasa mwananchi anataka. Upande mwingine kuna wale wakosoaji ambao sasa inaonekana unapojaribu kukosoa mienendo fulani kutoka kwa viongozi waliochaguliwa, sio tu rais, hata kule mashinani, unakuwa sasa wewe ndiye mlengwa, unakuwa wewe sasa ni adui. Ile haki ya kujieleza sasa haipo. Je, unadhani kama taifa tunaelekea mahala ambapo panastahili? Na nini hasa kinasababisha kwamba asasi ambazo zinastahili kuwa huru si huru tena? Wakosoaji ndio adui. Tunaelekea mahala ambapo sasa nchi yetu imefika tuseme kama ukingo, yani atungeenda hapa kwa sababu President William Ruto wakati alikuwa anafanya campaign alikuwa anapigwa sana kiasi wakakosana na ule alikuwa Minister ya Security Fred Matiang'i. Why? Kwa sababu alikuwa anafinywa sana, anawekwa kando ya serikali, anaambiwa hivi, na yeye akakuja akaahidi wananchi, akawaambia nikiingia State House
hii uongozi wa kihimla utafanya nini? Utakoma. Nikiingia pale nitahakikisha hii ni serikali ya mahasla. Sasa Mungu akafungua njia yake, ndio huyo pale. Je, kuna kihimla saa hii? Je, kuna tolerance? Kuna kuwavumilia watu saa hii? Sasa hatuwezi ongelelea 2022 ama 2017. Saa hii hata kabla ya 2027, je, vyombo vya serikali, DPP, EACC na IEBC inayokuja, je, iko wazi na ina tolerate watu na pia kuchunguza kwa fairness, sio kwa kufuatilia huyu ni wa KANU, huyu ni wa UDA, kwa independence ile ambayo wamepewa na sheria zetu. Je, wanafanya haya mambo? Subeida, kila mtu anasema hawafanyi. Kwa hivyo, na jambo kubwa ni kujiuliza kwa nini hawafanyi vile waliahidi. Juzi kuna mbunge amesimama hadharani akasema kura hizi za 2027 amwezi kutushtua, hakuna vile mtu wetu atakuwa one term. Akasema hata tutachukua kidogo, tufanye nini? Tuongezee. Iko mwingine amesimama Kericho akasema hakuna kututisha sisi. Sisi ndio wenyewe. Mkitaka tutawaonyesha. Sasa hii NCIC na EACC na National Police Service, in fact iko hata na commission siku hizi, kumaanisha kwa mko independent, amwezi kuchukua amri kwa serikali ama kwa president ama kwa mtu mwingine. Mbona hawajaendea hawa watu? Alafu jamaa ako too busy kurekebisha Western Kenya, vile mimi naweza sema kwa humbly, na bwana Muluka usikuje kuniroast saa hii, lakini jamaa anatembea ako focused, anasema hawa watu wawili wazee muwasahau, alafu anawapiga kabisa kisiasa. Huyo ndio wanakimbisha ati kuonyesha charge sheet ati iko 1 million ulipokea hapa, alafu hapa iko 2 million, jambo ambayo ni la mambo ya aibu tu. Ndio kwa sababu iko charge sheet, wacha hiyo ni maneno ya kotini na kubali, lakini mbona mko selective? Tulifikiri chini ya William Ruto ameelewa mateso mingi ambayo amepitishwa, atasaidia hustlers, atatusaidia sisi tuwe na free country, kiasi ya kwamba ikiwa kweli nina makosa hakuna haja kunitetea, wekwa kwa dock, eleza makosa yako, na koti ikiwa fair, free and fair, vile dada Esther amesema, utahukumiwa mwaka moja, mwaka mbili, ama uachiliwe na sheria. Lakini sasa kuchukua sheria mzima, state house yote, vyama vyote, kusema wale ambao wanatupinga sisi watatuona, alafu mnatumia hii judicial system na criminal service system ambayo wakati wa uhuru mulilia iko weaponized against you. Saa hii mnaitumia weaponize against opponents. Sasa serikali, nchi yetu sisi mwisho itakuwa gani? Na hapo niulize Barak, unajua kuna neno mnatumia kwa nyinyi waeledi wa lugha ya King'ong'o, where does the buck stop? Kwa sababu tumesema hizi asasi ni huru. Kwa upande mwingine wa Kenya wana uhuru wa kujieleza. Wengine wao wanahisi kwamba uhuru huo unakandamizwa. Unapozungumza unanyamazishwa. Nani mwenye yale mamlaka, mwenye nguvu ya kuweza kudhibiti hali ilivyo? Kwa sababu mmetaja kwamba asasi zenyewe sasa ni huru, lakini uhuru wenyewe uko wapi? Tunajiuliza kwamba lawama iishie wapi? Na mwenye lawama naweza kuitizama kamera na nikasema bila kusitasita kwamba ni Rais William Ruto. Alipeana maagizo wakati ambapo alikuwa kwenye campaign. Kuna vitu ambavyo alivilalamikia na kutuambia kwamba hivi vinafanywa jinsi ambavyo amesema Nyaribo, kwamba DCI imekuwa ni silaha, kwamba EACC imekuwa ni silaha, kwamba huduma ya polisi imekuwa ni silaha, na akasema kwamba nitakapofika pale hivi punde tu nifikapo kutakuwa mabadiliko. Lakini sasa yeye mwenyewe anavitumia hivyo vitu kama silaha. Nimeweza kumsikiza dada yangu Esther hapa hivi, na kwa upande mwingine nacheka tu kimoyo moyo akisema kwamba hizi asasi ziweze kutangaza ya kwamba sasa sisi tuko huru. Zitakuwaje huru na kwamba tunajua kwamba ni nani ambaye amewaweka hapo? Yeye ndiye atakaye itisha mbiu
watakayoitoa. Hawana mbiu yao ambayo itakuwa ni mbiu tofauti. Kwa hivyo kuna vitu vingi ambavyo twastahili kwanza tuvirekebishe. Wakati huu tunaona kwamba IEBC imekwama tena. Imekwama, imefikishwa mahakamani. Imefikishwa mahakamani kutokana na kwamba kuna ile taswira inayoonyesha kwamba baadhi ya wanatume ambao wamependekezwa kupelekwa mbele ya bunge ili waweze kuidhinishwa wanawalakini kwa sababu wanaonekana kwamba ni wendani wa watu waliomo Ikulu. Kwa hivyo wakiwa kule, hata wakitaja, wakitangaza, hata wapande juu ya minara na kutoa mbiu na kusema kwamba tutakuwa huru, hawatakuwa huru. Je, lawama inaishia wapi? Lawama inaishia kwenye lango la yule ambaye alipeana awadi, akawaadaa wa Kenya kwamba nitalete mabadiliko, kwamba hivi ambavyo tuviona vikitendeka vyatendeka katika awamu yao ya mwisho, na Wakenya hawataweza kuviona vitu kama hivi tena. Hii ndio awamu ya mwisho ya dhulma za aina hii. Lakini kufika pale kuchovya asali kidogo, kaona asali ni tamu sana, kaona kwamba kwa vyovyote vile hiyo asali lazima ihifadhiwe, na kwamba atatumia mbinu zile zile zilizotumiwa na wale waliomtangulia. Labda ni kwa sababu aliingililiwa na Raila Odinga. Raila Odinga ni mtu ambaye tuweze kusema yuko kwenye minyororo. Ameweza kunaswa. Pale mbeleni yeye alikuwa asema nasa wao, lakini sasa yeye amenaswa, amefungwa, yuko chini ya minyororo, na huwezi kumsikia vitu vinatendeka. Hata watu wa chama chake wanatamka na kuweza kuvituhumu na kuvishutumu, lakini yeye mwenyewe anarudi anamwambia kwamba Sifuna, enda pole pole. Esther, kwa matanisha na hilo. Kwa hivyo mwananchi ana chake, hata tunaposubiri hayo yote ambayo mnayapendekeza, mwananchi ana chake, nani atamzungumzia? Kwa sababu wengi wao tunapoandaa taarifa zetu, unapozungumza nao wanasema kwamba ni kana kwamba wametiwa uoga, kwamba kuzungumza sasa imekuwa ni jambo ambalo linatajwa kama ni kama vile kitambo ilikuwa inasemekana jambo la uhaini. Wewe unazungumza kama nani? Unanyamazishwa. Upande wa upinzani nao wengi wanahisi kwamba hauna nguvu namna ambavyo ilikuwa miaka ya awali. Tunapoingilia sekta ama swala ni sekta ya wanaharakati, wao pia wanaonekana wao ndio walengwa. Sasa mwananchi wa kawaida anayetutazama sasa aelekee wapi anapomsubiri rais? Kwa sababu umesema yeye ndiye mwenye kutoa maelekezo. Kosoe kidogo tu. Rais, mwananchi wa kawaida nao. Kidogo tu. Upinzani una nguvu. Kisha una nguvu sana. Tusije tukawachukua wabunge ambao wanaitwa kwamba wako upinzani, tukawataja kwamba wao ndio upinzani. La hasha. Upinzani ni kitu kama tuseme roho au pepo wa aina fulani, spirit kwa Kiingereza. Na huyo spirit au huyo roho atapata mahali pa kutua kila wakati. Nyakati za siasa za chama kimoja, tungeweza kusema kwamba hakukuwepo na upinzani eti kwa sababu tulikuwa na chama kimoja, lakini huo sio ukweli. Ukweli ni kwamba mle ndani kulikuwepo watu ambao walikuwa ni wapinzani, na walikuwa wanatoa hoja zao, na zikaja hoja ambazo zililete mageuzi. Kwanza zikabadilisha katiba, zikarejesha siasa za mfumo wa vyama vingi. Kisha baadaye wakasukuma tukapata katiba mpya. Na wakati huo siasa za upinzani zilifanywa na wajumbe wachache waliokuwa katika bunge wa KANU, na wanasiasa wachache waliokuwa nje ya bunge kwa sababu walikuwa wamefungiwa, na makanisa na vyuo vikuu, wasomi, wao walikuwa
ni upinzani. Wakati huu kuna kizazi kipya cha upinzani. Rais Ruto anaweza kusema kwamba amemweza sasa kumnasa Raila Odinga na amemhifadhi eti kwamba hakutakuwa upinzani. No. Raila anapohama na kuingia katika serikali ya Kenya Kwanza, na hata anapojiandaa yeye mwenyewe kwamba hayumo serikalini na kila mmoja yajua yumo mle ndani, kisha ndani zaidi vile wanavyosema wenyewe, kuna kizazi kipya kimo mitandaoni. Wakati mwingine tuwaona wakija wakifanya maandamano, wow, ndio upinzani. Na kule Ikulu na wengineo wanajipumbaza kwa kudhani kwamba mambo ni shwari, lakini hawajui kwamba wanasinzia na wanakoroma wamo ndotoni katikati ya mchipuko wa mageuzi. Haya, yataje hayo, uendeleze na hayo mageuzi. Kwa sababu tuliona yaliyoshuhudiwa mwaka jana. Wale ambao walidhaniwa kwamba hawana sauti walijitokeza kwa meno ya juu. Wale tuliwaona wakiendeleza na wakikosoa pakubwa mambo ambayo madhila waliodhania ama walioyataja kuwa madhila katika jamii. Wale kizazi cha Gen Z. Na kumekuwa na labda utulivu. Na Baraka anasema labda ni sisi tumekuwa vipofu sana, hatusomi, hatuoni yanayoendelea. Na ametaja kitu ambacho sikuwahi kukidhania, kwa sababu wengi wetu tunadhania upinzani ni mtu fulani. Lakini ametaja upinzani ni kama pepo, inaweza kutua kwa mtu yeyote, hata hapa inaweza tua kwa wakili. Ukosoaji na upinzani ni kitu sawa. Na tunapoendelea tujifunze nini haswa tunapojiandaa kwa uchaguzi mwingine, kwa sababu tumeona hata kule Tanzania, sijui kama tumekuwa joto letu limekuwa sana jingi, hatutakikani mahala popote, au tujifunze nini haswa? Tujifunze ile sababu ulituitia hapa. Siasa za kuvumiliana. Manake Wanjiko anaweza ongea kitu ambacho kinaweza kuwa kinasaidia Jamhuri ya Kenya in terms of maendeleo. Lakini wenye walio katika viti waone ya kwamba huyu Wanjiko anapiga serikali. Na ndipo imekuwa hata katika Jamhuri ya Kenya lazima tusome sisi wenyewe na yale mambo ambayo yanafanyika kila siku. Imekuwa wakati mtu kutoka mrengo fulani akisema labda elimu haijaendelea vizuri katika Jamhuri ya Kenya ama ama energy, huwa anachukuliwa yeye kama ni adui wa serikali. Na tungependa kusema ya kwamba sio lazima huyo mwananchi akuwe adui wa serikali. Na in every scenario kuna lessons to learn. Na zile lesson ambazo tumesoma kutoka wakati wa Gen Z. Unakumbuka wakati June last year, wakati Gen Z walikuja katika street, ile maneno ambayo walisema, Rais wa Jamhuri ya Kenya Dr. William Ruto alienda moja kwa moja kwa runinga and he started addressing these issues. I wish he maintained the momentum. Pole kwa kimombo, kwa kuswitch kwa kimombo. I wish ali maintain hiyo momentum. Akasema ata reduce advisors, akasema he will work on a roadmap to good governance, akasema ata reduce on his on CAS, ataondoa hiyo maneno ya CAS na ataangazia maneno ya good governance and progressive development. Lakini after a while rais arudi tu ile maneno. Sahi advisors ni wangapi? Cabinet wakarudishwa wote. Actually wenye walitolewa wakati wa Gen Z wamerudishwa wote. Why? Not a listening ear. Hatutaki kiongozi yeyote labda ataki kuambiwa hapa umekosea. But if we can learn the culture of listening and learning, ambapo ninasikiza huyu lakini ni kijana wangu, nasikiza huyu lakini ni mdogo kuniliko, na nimsikize huyu manake he's a voter. Your Excellency the President, are you able to listen to the voter? Huyo voter ambaye haonekani kama hana, they don't seem to be, lakini wako na akili kidogo ya kuendeleza Jamhuri ya Kenya. Manake tukisema ati
wakati wowote tukiamka katika jamhuri, a voter from Kware district in Mombasa ama Kware county in Mombasa akiongea aseme ya kwamba kuna corruption katika nchi ya Kenya, the next minute ama anashikwa, the next minute hana amani, the next minute huyo voter hawezi enda kwa soko kwa amani, then we are losing it all. We must have to learn a listening culture. Ni lazima tujifundishe kuvumiliana, ni lazima tujifundishe wakati ule wa Moi amani, upendo na umoja, and that is the only foundational principle for good governance. Turudi kwa Moi tena. Not really Moi the person, I'm talking about the peace, love and unity. Imeenda wapi hiyo kuvumiliana? Iko wapi? Ati nikiongea hapa siwezi toka hapa KTN, yeah, ati niende in a peaceful environment huko. No, we should listen. And if there is something that maybe hurts you, you should also be a leader, kwa sababu uongozi ni ule unavumilia ile mambo unasikia. Mara nyingi tumefanyiwa hata mikutano ya maombi, lakini hivi vitu huwa vinafanya kazi kweli. Wakili Esther ametaja pale akasema sasa katika Kenya ya sasa ukosoaji unatafsiriwa kuwa uadui, kwamba hauna haki tena ya kukosoa, kwamba hauna haki tena ya kujieleza. Na nikirudi pia kwa lile swala ambalo lilijadiliwa awali na Barack, tumekuwa na ile safari ya mageuzi hadi tukapata katiba mpya, kukawa na ripoti nyingi, lakini mara nyingi hizo ripoti hazitekelezwi, na ndio sababu labda tunarejelea yale mambo, kwa sababu tangu mwaka 2007 kuna ile ripoti iliyotolewa na Johan Kriegler ambayo ilipendekeza mageuzi katika mfumo wa uchaguzi, lakini kila uchaguzi tunakuwa na sheria mpya, tunakuwa na viongozi mpya, yani imekuwa tu kama Christmas vile unanunua nguo mpya Christmas. Kila uchaguzi tunanunua nguo mpya, lakini inakuwa ni kama tu mchezo wa bembea, hatusongi. In fact, alitaja Moi, na ni ukweli kulikuwa na uongozi afadhali ukilinganisha na ile season ya uongozi wa former presidents wale wameongoza, especially kwa ile constitution ya zamani. Rais Moi alipatia watu hope. Unajua ile ndio tuko na shida ukweli, vitu iko bei iko juu kidogo, lakini alikuwa anawapatia hope. Kwa hiyo maneno alikuwa anasema muwe na peace, love and unity. Kwa sasa tuko na demokrasia ya hali ya juu, pesa iko mingi kwa nchi na kwa global networks, pesa iko mingi sana. Alafu wale ambao wanaipata kwa sasa Kenya, unajua unaweza kublame, na muniruhusu niseme namna hii, unaweza blame useme ati Wakalenjin wako kwa kiti. That's a wrong statement. Why? Hawapati hiyo pesa. Hawapati. Uwezi sema ati ni mlengo wa Rift Valley unapata pesa saa hii. Pesa inakulwa na watu wachache sana ambayo wamezunguka president. Na hiyo ndio jambo linakera watu. Watu walikuwa wanalaumu Uhuru Kenyatta, wanasema biashara yote amechukua, amapatia familia yake na wachache tu. Lakini leo utahesabu watu wakipita watu 8 ambaye wanakula economy ya country, itakuwa ni bahati. Kwa hivyo hii kutovumiliana inatokana na sera ambazo zinatumiwa kwa uongozi kwa kunyanyasa wengine, lakini kuchukua watu wachache sana kuambia nyinyi ndio mtakula economy yetu. Na wengine wote along the line ni watu wa kuomba tu. In fact utashtuka ya kwamba wale watu wako kwa serikali, whether ni MP, whether ni marafiki ya watu wale wa State House, wote ni beggars tu, wanaomba, hata wanapiga magoti. Kwa nini? Kwa sababu sera ya uongozi imerudishwa kwa mtu mmoja ama wawili ama watatu. Na Bwana Muluka amesema spirit ya opposition. Nakubaliana 100%. In fact, kitu ambacho saa hii kimezuia vijana kujielelezea ni ile makubaliano ya Raila na William Ruto kama president, ambao vijana walirudi nyuma kuangalia, hii mtu yetu ya freedom fighter hata ameenda kumsikiliza William, ebu tungoje, kwa sababu Raila Odinga amejulikana kama freedom fighter. Forget ndio hii ya kusalimiana mkono kila saa, hiyo ni mambo mengine yake. Lakini msingi yake ya siasa ni freedom fighting. Sasa tumeshtuka that vijana wakijielelezea na watu wengine wakizungumuza tena wanashikwa, wanapotea. Hiyo ndio sasa watu wako jikoni wanajiuliza, huyu ni Raila Odinga ama ni image yake? Sisi tunajua hata mtu akiteswa na serikali, Raila atakimbia aseme hapana, wachana na huyu, kwa sababu Raila mwenyewe aliteswa.
Kwa hivyo hii spirit, since Balak ametumia jina spirit, yenye imeangukia tena wale watu ya State House kunyanyasa watoto yao, kunyanyasa ndugu zao wadogo kwa hali ya kutotaka waongee. Imeshtusha kila mtu. Hatujaelewa ni kwa nini. Lakini ukiangalia pale Jivanjee Gardens, ukiangalia bunge la wananchi, kila mahali hiyo spirit Muluka anasema iko pale. Na ni vigumu sana, let's make this very clear. Ni vigumu Zubeida kurudisha Wakenya pale walimetoka, ati unizuie nisiongee. Watu wengi watakufa ndio, lakini Wakenya nao wataongea, na kupitia hii mazungumzo hata haya tunayoyazungumza hapa ni freedom of speech. Lazima hii itaendelea, kisha wachache watamwaga damu ndio, lakini hatuwezi kurudi kama Tanzania. I'm sorry to say, ati unaangalia wakili anatembea tu kuja kuingia kotini kusikiliza mwingine, na tuko na hiyo mkataba. Mimi ninaweza na Uganda, Rwanda, Burundi. Hatuwezi kurudi ile mahali wale wa Tanzania wako saa hii, ati mtuambie tusiongee vibaya. Tunaongea kwa kila mtu, hata president tunamkosoa, hata polisi tunakosoa, hata amebeba bunduki kwa barabara, umeona watoto wetu wana dance mbele yake na ni bunduki amebeba. Huo ndio Ukenya, that is who we are. Aya, Barak, kwa kauli za kufunga kwa sababu na dakika kama 2, nataka sijui mtagawana vipi. Barak, kwa kuendeleza kile ambacho wakili amesema, Wakenya tumefunguka macho, tumerevuka, tunajua haki zetu ziko wapi. Kwamba tunaweza kujieleza bila kuingiwa wasiwasi, kutiwa uoga na kutetea haki. Kweli kwa kuzingatia ndio katiba kwa amani, lakini tunasema kile cha kweli katika kuilinda katiba. Ukweli, haki na usawa. Ukweli, haki, uhuru, usawa. Hivyo hatutarudi nyuma tena. Tulikuwa hapo. Nimemsikia Rais Suluhu akisema kwamba tumethibitiwa. Ni vigumu sana. Wakenya wamepiga hatua, na yule anayejidanganya na kujipumbaza kwamba anaweza kututhibiti anajidanganya. Watu huzungumza, sisi huandika, tukijua kwamba yeyote yule anayetaka kuja kutushika atupeleke, atatushika, atatupeleka, na hata akitaka kutuua atatuua. Lakini kuna wengine wataendelea, na huo ndio moyo, na hili taifa halitarudi nyuma tena hata iwe namna gani. Watanzania bado wako kule nyuma, labda siku moja watafika hapa. Na kile kilele ambacho mambo haya yamefikia, unajua kwenye uchaguzi uliopita wengi waliuliza kanisa liko wapi, lakini sasa hivi tumeona ule msukumo vile vile ambao umetoka kwa viongozi wa kidini katika kuikosoa serikali, kukosoa viongozi na kadhalika, kuhakikisha kwamba kila asasi inajukumika namna ambavyo inastahili. Tunapojiandaa, ndio tumesema hatutaki kampeni za mapema. Katika awamu nyingine inayokuja miaka 2 ijayo kuingia kwenye uchaguzi. Unaambia safari ya kesho uanza leo, sio? Ni kweli. Tutilie nini maanani? Tubadilishe nini kabla ya hata kuingia katika kipindi cha kampeni tunapofunga? Good. Kuendelea mbele, ile tutaweka maanani 1, nationalism, sijui niseme nini, utaifa. Number 2, patriotism, uraia, kulinda, kuongea kwa kimombo, guarding our country jealously, patriotism. Alafu ya 3, amani, upendo na umoja katika Jamhuri ya Kenya. Let us exercise that perfect unity katika Jamhuri, hata wakati tutakapoenda, wakati ufike pale wa siasa. Na unajua Mama Esther anasimama kama rais wa 6 wa Jamhuri ya Kenya. I'm coming up. Lakini ile inahitajika. Kura 2 hapo unaambiwa hujaomba. Naona okay. Nitaziomba sahi. So amani, upendo na umoja. And then finally those who are in government. Tuko na miaka 2 almost and a half. Sustainable development. That is what will be the scorecard ya serikali ya Rais William Ruto. So what we are looking forward to you, we want to see your scorecard shortly. Wajiko anagojea pale mashinani. Meanwhile, watu wa Jamhuri ya Kenya, I'm coming up. Najua hakuna siasa za mapema. The 6th president of the Republic of Kenya, mama wa taifa, and the first woman president. Kuhakikisha wananchi, the more than 55 million of the people of Kenya are my children. Nitawaangalia vizuri. I will keep the promise.
Thank you. Na kabla tufunge, labda tusikize kauli mbili kutoka Malindi walichokisema kuhusiana na swala hili. Tulikuwa tumewauliza wakazi wa Malindi hisia zao ni gani, wanahisi kwamba swala hili linachangiwa na nini. Tusikize kauli hizo. Kitu kinafanya Kenya hii kila wakati kunakuwa na miamko ya siasa na kutafumiliana. Mimi acha niseme ni kusalitiana. Kitu kikubwa zaidi ni kusalitiana. Pili, hatufumiliani. Manake siasa tukiwa tumepiga kura zetu, viongozi wamechaguliwa, tukienda bungeni haja tujaribu kufumiliana. Manake kuna kama tokeo tulioliona hapa County Assembly ya Kilifi alikufurahisha, na ile yote ni kutafumiliana. Siasa za kutofumiliana zinachangiwa na usaliti. Usaliti ambao unaokuja kwa sababu ya tamaa ya viongozi. Kwa sababu tukiangalia kama kiongozi anaingia kwa mamlaka na anatoa ahadi, tunakubaliana na zile ahadi ambazo ametoa, tunazingojea na hatuzioni. Na usaliti unapoanza unatokana na zile ahadi ambazo kiongozi ameweka na hazitimizi zile ahadi. Kwa hivyo inabidi sisi kama wakereketwa tunaona tu vile viongozi wanavyoendelea kuweka mipango yao mbele. Kwa sababu ukiangalia ahadi ambazo zimewekwa, tukichukua kwa mfano tu mzuri, rais wetu aliweka ahadi nyingi sana. Na hizo ahadi ni nyingi sana tujaona zikiwa zimetimia. Tungependa kuona uongozi ukiweka ahadi na ukitimiza zile ahadi. Haya. Sisemi kitu. Nikiongeza nitakuwa natia na haribu. Asanteni sana kwa muda wenu. Asanteni sana. Tumekuwa naye Barack Muluka, Ishmael Nyaribo na Esther Waringa ambao ni weledi wa masuala ya siasa na uongozi. Nyaribo ni wakili vile vile, Esther Waringa ni mwanasiasa. Amesema atajitosa kinyang'anyironi. Kila laheri. Haya, mtazamaji, kufikia hapo tuingie madukani tena, tuchukue pumziko fupi, kisha tutarejea na taarifa zaidi na kusihi siende mbali.